Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 10 ya simulizi inaitwa Ukimaliza Funika, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Nambari zake za simu ni 0717 924 403 na mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 9 tulipokuwa tumeshia. Ilikuwa ni pale ambapo Masudi pamoja na Sara walikuwa wanazungumza kwenye simu kwamba anasubiri tu kwamba Seba aje pale kazini kusudi aondoke, ili kusudi Sara sasa mfuate bwana Masudi kule geto kwake. Wakati ule tulimwona Seba alikuwa ametoka nyumbani kule Mikocheni, halafu alienda kupaki gari pembeni ya saruni moja ya. Wakati ule tulimwona pia Sebastian alikuwa ameondoka na gari nyumbani na kwenda kupaki gari lake kwenye moja kati ya saruni ya kisasa kabisa. Ilikuwa imeandikwa Safia Mpemba. Ni kitu gani kitaendelea? Karibu sana katika sehemu hii, ni sehemu ya 10. Ilikuwa imepita dakika 15 kutokea mwanadada Safia Mpemba mwenye umri wa miaka 34 afungue saluni yake pale Mikocheni, saluni ambayo kiukweli haikujificha kwamba ni yenye hadhi ya juu kabisa. Na sasa mara baada ya kufungua saluni yake akaliona gari zuri jipya kabisa la gharama Range Rover lilikuwa limesimama karibu kabisa na saluni yake. Mwanzo hakujali kabisa kuhusu gari hilo, lakini mara baada ya kumwona mtu ambaye alikuwa anashuka kwenye gari ikamlazimu sasa atoke nje ya saluni yake ili kusudi amwahi kijana huyu ambaye kuna muda fulani kama mwaka mmoja uliopita kijana huyu alikuwa anamleta mpenzi wake kila weekend mahali hapa kwa ajili ya kufanya skrabu za kulainisha ngozi, lakini pia kutengeneza nywele zake na kununua mafuta mazuri ya ngozi pia. Licha ya kwamba dada Safia mwenye uzuri wa asili unaonogeshwa na umbo lake zuri na rangi yake ya Kiarabu kwamba alikuwa na wafanyakazi watatu wa kike pale saluni, lakini linapokuja swala la kijana huyu tajiri aliyekuwa na mwonekano mzuri, alikuwa anapenda sana kumhudumia yeye mwenyewe. Karibu sana Seba, ni muda mrefu sana sijawaona wewe pamoja na wifi yangu, alizungumza pale Safia kwa sauti yake ya Kipemba na ukutabasamu lilikuwa limetawala usoni wake. Mambo mengi tu dada Safia, lakini leo nimekukumbuka sana ndio maana nikaona nipitie hapa, alizungumza pale Sebastian na yeye kuachia tabasamu hafifu hivi. Sawa, au utakuwa umeshahamia kwenye ile nyumba yako hapo nyuma ya tenisi kwa nini? aliuliza pale Safia Mpemba. Hapana, bado sijahamia, lakini nitahamia hivi karibuni tu, ila leo nimekuja hapa kuna kazi nataka unifanyie, alizungumza pale Sebastian. Na hapo sasa ndipo Seba kamaliza Safia kwamba aende pale nyumbani pamoja na vifaa vyake. Kuna mwanamke fulani yuko pale anahitaji umweke vizuri, ni mgeni wangu kutoka nyumbani Iringa, alizungumza pale Sebastian, ambaye huyu alimweleza pia Safia kwamba amwangalie mgeni huyo ni mafuta gani ya ngozi ambayo yatafaa kwa ngozi yake mgeni huyo, na hakikisha pia nywele zake zinakuwa safi na gharama zote atamtumia kwenye simu yake. Na pia alimwambia kwamba nyumbani kwake pia kulikuwa na chumba cha saruni ambacho kilikuwa na karibia vifaa vyote kasoro mafuta pamoja na mapambo mengine. Mara baada ya kuzungumza vile sasa bwana Seba aliondoka zake. Siku ile ya Jumamosi mama yake na Ariana pamoja na mzee Mdemu walikuwa katika hali ya amani kabisa katika mioyo yao. Ilikuwa ni mara baada ya kuona kwamba mgonjwa alikuwa anaamka na kujitambua na kuzungumza vizuri kabisa, hali ambayo iliwafanya hata kina mzee Mwaisaka waondoke pale Mafinga kuelekea kijijini Marangali, na huku walikuwa wajafuraha na amani katika mioyo yao, japo katika vichwa vyao walikuwa wanajiuliza maswali, ni kitu gani ambacho kimetokea na kupelekea Ariana afanikiwe kupata zile pesa nyingi ambazo zimewasaidia hata wao kupata nauli ya kurudia kule kijijini vizuri kabisa. Mzee Sinyango akiwa tayari anajisikia vizuri na sasa alikuwa kitandani anapata chakula laini ambacho mzee Mdemu pamoja na mke wake peke yake ndio waliokuwa najua kwamba kilikuwa kimeletwa na yule bwana aliyekuwa ameletea pesa jana jioni. Alianza kuzungumza mzee huyo. Ni kama tulikuja na Ariana, vipi, uko wapi ama amesharudi kijijini? Na mmepata wapi pesa kwa ajili ya matibabu? Maana nakumbuka tulikuwa tunazungumzia 800,000, sasa sijui mmepata wapi? aliuliza pale mzee Sinyango, ambaye huyu alikuwa amelala kitandani anasaidiwa tu kulishwa na mke wake
ambaye pia alimsimulia kila kitu ambavyo kilikuwa, kuanzia pale waliponyima msaada na mzee Kizinge na wao kuamua kutembea kwa mguu wakisaidiwa na mzee Mdem pamoja na vijana wake. Lakini pia mama yake na Ariana alieleza juu ya maamuzi ya Ariana kwenda Dar es Salaam kukutana na Masudi, ambaye huyu tayari ameshathibitika kwamba alikuwa ameshaacha shule muda mrefu na sasa alikuwa anafanya kazi kwenye kiwanda. Japo hawakumweleza mambo ya ndani kabisa ya mahusiano ya Masudi na mchumba wa bosi wake, lakini pia walimsimulia jinsi Ariana alivyomfumania Masudi na mwanamke ambaye huyu ni mfanyakazi na ni mchumba wa mtu pia. Lakini sasa kwa bahati nzuri Ariana akapata msaada kutoka kwa bosi wa hicho kiwanda, na mpaka sasa hivi yuko kwake anakaa huko, na ndiye aliyempatia msaada wa pesa zote ambazo zimetumika kwa ajili ya matibabu. Alitusaidia kwa kupitia mtu ambaye ni mwenyeji wa hapa Mafinga, ndio ambaye anahakikisha kila kitu kiko sawa mpaka hapa tulipo. Alimaliza kusimulia vile mamake na Ariana na kufanya mzee Sinyangwe aache tabasamu la furaha. Bwana Mdem, si una vocha kwenye simu yako? Naomba nizungumze na Ariana hapa, aliuliza vile mzee Sinyangwe akiwa anaonyesha kwamba alikuwa na mashaka fulani juu ya swala hili la binti yake kwenda huko Dar es Salaam. Tutanunua vocha tu tukitoka. Hakumaliza hata kuzungumza tayari simu ya Bwana Mdem ilianza kuita pale pale. Bahati nzuri Ariana mwenyewe ndo huyo hapa anapiga. Alizungumza vile mzee Mdem na ukweli alikuwa anapokea simu na kumpatia mzee Sinyangwe. Sasa tukielekea kiwandani kule Kinyerezi, tunamuona Salma alikuwa ofisini kwake na alikuwa anajaribu kuweka sawa hesabu zake kwenye daftari za kutunzia kumbukumbu, na huku kichwani mwake alikuwa anaanza na kuwazua sababu za kadi za benki kukataa kufanya kazi zilikuwa ni zipi, na huku kadi moja ilikuwa imemezwa kabisa na aliacha kule kule. Ngoja kwanza aje nimbembelezi hapa aende akanichukulia ile moja haraka kule, kwa sababu vinginevyo maisha ya Masudi yatakuwa magumu sana. Alikuwa anawaza vile Salma, na huku kichwani mwake alikuwa anapanga namna ya kugawa muda wake vyema kabisa na kuzidisha usiri wa penzi lake na Masudi, na wakizingatia kwamba pengine hivi karibuni yeye pamoja na Sebastiani wangeweza kutangaza rasmi kabisa kuanza kwa vikao vya harusi yao. Sasa hapa inabidi nifungulie biashara yoyote ile kusudi aondoke kabisa hapa kiwandani, kwa sababu kama ataendelea kuwa hapa tunaweza kushtukiwa mapema kabisa na mimi nikaachika. Alikuwa anawaza vile Salma, ambaye kiukweli ukiachilia mbali mchezo mchafu anaofanyiwa na kijana huyu wa kuingiliwa kinyume na maumbile, mchezo ambao yeye mwenyewe Salma ndiye ambaye alimfundisha Masudi, lakini pia hakukuwa na chochote ambacho Masudi alikuwa anamfikia Sebastiani, yaani kuanzia utanashati, umbo, fedha, elimu, hata ujuzi wa kuolea na kutunza mwanamke pia, iwe kwa huduma za nje ama hata kitandani kwenye kupeana dudu, vyote Sebastian alikuwa anamzidi kabisa Masudi. Wakati Salma alikuwa na wazayo yote sasa, bila kujua kwamba kulikuwa na mambo mazito yalikuwa yanafuatia mbele yake, mara kasikia mlango wa ofisini kwake ulikuwa unagongwa taratibu. "Nani?" aliuliza pale Salma kwa sauti ya ukali kidogo, lakini hakukuwa na jibu lolote zaidi ya mlango kugongwa tena. Hapo sasa moja kwa moja Salma alihisi kwamba mgongaji atakuwa ni Sebastiani tu. "Nani wewe? Mbona nakuuliza ujibu? Unajifanya bubu au?" aliuliza pale Salma kwa sauti ya juu kidogo, na huku alikuwa anajiweka sawa kuanzia nguo mpaka kiremba chake cha kichwani, na pia alifuta namba ya Masudi katika namba ambazo zilikuwa zimepigwa kwa muda ule. Safari hii mlango haukugongwa tena, lakini badala yake mlango alifunguliwa na Salma, ambaye huyu alishakuwa amejiweka sawa. Alitazama mlango na alikuwa amekunja uso kwa hasira, ambapo sasa tunajua fika kwamba ilikuwa ni ya kuigiza hiyo hasira, kwa sababu alijua wazi kabisa kwamba huyu ambaye alikuwa anagonga mlango alikuwa ni Sebastiani, ambaye alikuwa na haki ya kuingia mle ndani muda wote, tena bila hata kuulizwa na mtu yoyote ule. Ni kweli kabisa, yule ambaye alikuwa anagonga mlango alikuwa ni Sebastiani. "Oh jamani baby," alipiga kelele Salma, na alikuwa anainuka na kumkimbilia Sebastiani, na kisha alimkumbatia kwa nguvu, na kisha alimpatia busu la mdomoni pia. "Jamani baby, karibu sana jamani," alizungumza pale Salma kwa sauti ya kujirekeza, ambayo hii ilikuwa imejaa mahaba, na huku alikuwa anajitoa kifuani kwa Sebastiani na kubakia alikuwa amemshika mkono tu. "Pole sana baby, yaani unaonekana umepoza kweli. Vipi, umeshaenda hospitali kwa ajili ya kupata dawa au nikupeleke hospitali mume wangu?"
Alikuwa anauliza pale Salma kwa sauti ambayo ilikuwa nafaa kutuliza homa kabisa. Ukweli Sebastian moyoni mwake alikuwa anajitahidi sana kujizuia kuzungumza kile ambacho alikuwa anajua. Hata sijui alikuwa amepanga kufanya kitu gani kijana huyo. Nimeshaenda tayari hospitali. Sema kuna mambo fulani lazima niyashughulikie ndio niende nikapumzike. Alizungumza pale Sebastian kwa sauti tulivu kabisa, kama vile hakuwa anahitaji kuzungumza sana kwa muda ule. Jamani, lakini sungeniambia tu mimi nikusaidia mpenzi. Unajua japo hatujafunga ndoa bado, lakini sisi ni sawa na mke na mume kabisa, mume wangu. Kwa hivyo ni muhimu sana kusaidiana majukumu mpenzi. Alizungumza pale Salma maneno ambayo yalikuwa na busara kwa sauti ambayo ilikuwa na kubembeleza na kusisitiza hivi. Ni wazo zuri ndio Salma, lakini wala usijali. Alizungumza pale Sebastian ambaye huyu alikuwa anaonyesha wazi kutokuwa sawa kabisa kwa siku ile. Walizungumza mara matatu wakiwa wanaulizana habari za siku nyingi kuhusu safari na mambo mengine mengi tu. Wakati wote alikuwa anawaza namna ya kumaliza Sebastian juu ya kadi za benki pia. Lakini baadaye Salma alikaza moyo na kumaliza. Alafu bibi, nimekumbuka kitu hapa. Alizungumza pale Salma na alikuwa anamtazama Sebastian kwa kusoma uso wake kwamba anaweza kumsikiliza vizuri, ama ingekuwa ni kazi bure tu kutokana na jinsi hali yake ilivyokuwa siku ya leo. Umekumbuka kitu gani tena? Aliuliza pale Sebastian ambaye huyu sasa alikuwa mbioni kuondoka zake muda ule. Mwenzako jana wacha kadi za benki zinifanyia uhuni. Yaani kadi zote zimegoma kabisa na moja imemezwa kabisa kwenye mashine. Alizungumza pale Salma kwa sauti ya kujibebisha hivi. Hapo sasa Sebastian akajitabasamulisha mwenyewe tu moyoni. Kumbe ni hivyo basi, sawa, nitaenda kufuatilia tu, hamna shida. Alizungumza pale Sebastian kwa sauti ambayo usingedhania kabisa kama alikuwa anaambiwa kwa mara ya kwanza kabisa, kwa sababu hakuwa na mshangao wala wasiwasi kabisa juu ya hilo jambo. Na kisha aligeuka na kutaka kuondoka zake, lakini alisita kidogo na kugeuka tena na kumtazama Salma. Alafu kuna kitu nilikuwa nataka ni sawa hapa. Kwa sasa inabidi uachane kabisa na majukumu ya kiofisi. Alizungumza vile Sebastian kwa sauti tulivu bila kupepesa macho. Hakika Salma alishtuka kweli kweli na kuhisi kwamba labda Seba alikuwa ameshagundua kile ambacho alikuwa anakifanya na Masudi. Ni kwa sababu gani bibi unasema hivyo? Kwani kuna jambo lolote ambalo nimekosea hapa kazini? Aliuliza pale Salma na huku macho yake yalikuwa yamemtoka. Hapana Salma, ni kwa nini unahisi hivyo? Hapana. Mimi nataka upate muda wa kujiandaa na tukio muhimu ambalo naamini hata wewe pia ulikuwa unatamani litokee, kwa sababu umelipigania kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote, sio? Alizungumza pale Sebastian ambaye huyu kichwani mwake ilikuwa namjia picha ya tukio la Salma kushika meza na yule kijana mfanyakazi akiwa nyuma yake anapita kwenye njia iliyokuwa na madimbu ya tope, kitu ambacho yeye mwenyewe Sebastian na sio tu hakuwa anatamani kujaribu, lakini pia hajawahi kabisa kufikiria kufanya kitu kama hicho katika maisha yake yote. Hapo kidogo sasa moyo wa Salma ulitulia. Kumbe ni hivyo baby, basi hakuna shida. Najua pesa za matumizi utanipatia tu mume wangu. Alizungumza pale Salma kwa sauti ambayo ilikuwa imejawa na furaha na unafuu. Usiwe na shaka kabisa. Wewe chukua mkoba wako tuenzetu, mimi naenda Kariakoo sasa hivi. Baadaye nitaenda Mwenge na kisha niende nyumbani alafu tutawasiliana. Alizungumza pale Seba kwa sauti ile ile ambayo ilikuwa inamtambulisha wazi kabisa kwamba alikuwa ni mgonjwa. Sawa baby, basi tuenzetu. Akiwa hana hili wala lile, Salma alichukua mkoba wake pamoja na simu ambayo hii aliweka mkobani. Kwa hivyo baby, sasa hapa anabaki nani? Aliuliza vile Salma na huku alikuwa anaushika mkono wa Sebastian kama ambavyo wanafanya wapenda nao wengi. Alianza kutembea kutoka nje. Walipita sehemu ya mauzo ambako kulikuwa na wafanyakazi kadhaa waliokuwa na wahudumia wateja pia. Ofisini ataka Kasim, alijibu vile Sebastian na huku alikuwa anaendelea tu kutembea kuelekea nje. Walikuwa na wapita wafanyakazi wengine waliokuwa na watazama kwa macho ambayo yalikuwa yanatoa tafsiri mbaya kweli kweli. Ni kama katika mioyo yao walikuwa wanazungumza kwamba da, yaani huyu boy angejua anachofanya huyu kahaba. Ni kama vile Salma pia alikuwa amejua hawa watu walikuwa nawaza kitu gani, na yakajisemea tu katika moyo wake, acheni kutoa macho bwana, mnataka atoke na nyie nini?
Lakini baby, unasema kwamba Kasim ndio atakaa hapa ofisini, ataweza kweli? Aliuliza pale Salma, ambaye huyu alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba hakuwa amelizia kabisa wazo la Sebastian kwamba eti atamweka huyo Kasim pale ofisini. Kwa nini ashindwe sasa? Kwa sababu naona endi afadhali kidogo kuliko wengine hapa, anaweza kumudu ofisi hapa, alijibu vile Sebastian, ambaye huyu alikuwa ameona jinsi wafanyakazi wake walivyokuwa na msimanga kwa macho. Ni bora tungemweka mfanyakazi mmoja hivi amemaliza chuo VETA, anaitwa Masudi, alizungumza vile Salma kwa sauti ya kubembeleza hivi. Kusema ukweli, jambo hilo likamuuma kweli kweli bwana Seba. Yaani sio tu kumsaliti, lakini pia bado alikuwa anajaribu kulitaja jina la mwanaume huyo mbele yake kabisa. Lakini Seba wa watu bado alikaza moyo tu. Achana naye, lazima tuwe na mzoefu. Maana hawa wafanyakazi wengine unaweza kushangaa kuwa alikuwa hapa kwa michongo yake tu, mwisho wa siku anatuibia na kukipia zake basi, alijibu vile Seba, na kwa alikuwa nafahamu fika kabisa kwamba jibu hilo lingemuumiza Salma, kwa sababu Masudi ndiyo yule jamaa ambaye alikuwa ananyanduana naye ndani ya ofisini siku iliyopita, na ndiyo mwanaume ambaye alimtelekeza Ariana huko kijijini, licha ya kwamba yeye Ariana ndiye ambaye alikuwa amemsaidia kumsomesha katika elimu yake na mafanikio yake yote ambayo yuko nayo. Lakini hapana baby, ni mfanyakazi mzuri sana, mstaarabu, alafu amesoma mpaka form 6 baby, na ndio akaenda chuo cha VETA, alizidi kutetea vile Salma, bila kujua kwamba vile ambavyo alikuwa anafanya alikuwa na ukorokocha kweli kweli moyo wa Sebastian, ambaye huyu alizidi kukaza moyo tu. Sawa basi, naomba nimuone kwanza wewe kijana ambaye unasema, alizungumza vile Sebastian kwa sauti tulivu kabisa iliyokuwa imeficha hasira pamoja na chuki. Alikuwa anataka kuona kama kweli Salma anaweza kusimama mbele ya wanaume wawili wanaomchungulia utupu wake. Oh baby, lakini leo hajafika kazini, amesema kwamba anaumwa, alijibu vile Salma, na kwa alikuwa anacheka mwenyewe. Ingawa ni bora kama ningemuona kabisa. Hata hivyo isitoshe, form 6 na VETA haiwezi kumfanya awe mzuri katika ofisi, labda kwa upande wa kiwandani huko, alizungumza vile Sebastian, na kwa alikuwa anazidi kusogelea tu maegesho ya magari. Bado wafanyakazi walikuwa na mtazama tu. Walipofika kwenye magari yao, wawili hawa waliagana vizuri kwa ahadi ya kwamba watawasiliana baadaye, na kisha kila mmoja akaingia kwenye gari lake na safari ya kuelekea mjini ilianza. Kule Mikocheni sasa, Ariana alifurahia kweli kweli kusikia sauti ya baba yake, ambaye huyu alizungumza naye kwa kirefu kabisa, akimsimulia jinsi Masudi alivyomkataa wazi kabisa, na kwamba eti alikuwa ameachana siku nyingi, na pia alimweleza jinsi alivyopata msaada kwa kijana ambaye pia alikuwa ni mhanga wa Masudi mara baada ya kutembea na mchumba wake ambaye anaitwa Salma. Alafu pia baba, nimepata nguo mpya kabisa, na baadaye ananipeleka kutembea Kariakoo huko, lakini huko kote ni mjini tu baba, alizungumza pale Ariana, akiwa anaonyesha kwamba alikuwa ni mwenye furaha kubwa kweli kweli, kitu ambacho kiliondoa wasiwasi wa wazazi wake juu ya uwepo wa Ariana huko Dar es Salaam, ambako kiukweli katika kumbukumbu zao hapakuwa na mjomba, babu wala shangazi ambaye angeweza kuwa mwenyeji wa Ariana endapo angehitaji msaada huko Dar es Salaam. Ni vyema kama umegundua jambo kama hilo mwanangu. Nimekuwa ni vyema zaidi kama umegundua wewe mwenyewe, kwa sababu kama ungeambiwa tu kwamba Masudi hawezi kukua usingeamini kabisa, alizungumzia vile mzee Sinyangwe, japo sauti yake ilikuwa ni ya taratibu kama wagonjwa wengine, hasa wale ambao wanatoka kwenye operesheni, lakini alikuwa anaonekana kuwa ni mwenye furaha kweli kweli kuzungumza na binti yake. Alizungumza mengi Ariana pamoja na baba yake, asibakisha hata neno moja. Alimsimulia hata uzuri wa chumba ambacho alikuwa amelalia na vyakula vizuri ambavyo alikuwa amekula jana usiku, hata chai ambayo alikuwa amekunywa asubuhi ile, vyote alimsimulia baba yake. Na wakati Ariana anamaliza kuzungumza na baba yake, ndipo sasa alipokuja kuitwa akaingia kwenye chumba cha saruni ambacho kilikuwa kimeandaliwa kwa ajili ya Salma, ambaye huyu ndiyo alikuwa ni mkusudiwa wa kuwa mama mwenye nyumba ile, na badala yake Ariana anakuwa mtu wa kwanza kabisa kuitumia saruni kama ile binafsi ambako Bi Safia alikuwa ameshafika kwa ajili ya kumremba, kwa maelezo ya bwana Sebastian. Tunaweza kusema kwamba ingefaa kuhuzunika badala ya kucheka kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kijijini Marangali kwenye familia ya kina Masudi. Yaani hapa nazungumzia mzee Kizinge pamoja na mke wake, yani mama yake na Masudi, ambao hawa
Mara baada ya kusikia taarifa ya Masudi kwamba eti alikuwa ametuma kiasi cha pesa milioni 1.5 za Kitanzania kwa ajili ya matibabu ya mzee Sinyangwe, mzee Kizinge mwenyewe alianza kutoka pale nyumbani kwake na kuanza kupita kwa marafiki zake wote wakubwa, na pia alikuwa anapita kwa wale watu wote ambao walikuwa naamini kwamba hawa walikuwa wamehuzunishwa na kitendo cha yeye na mke wake kutompeleka wala kutokwenda hospitali kumwona mzee Sinyangwe. Haya sasa, si walisema kwamba sina msaada wote, walikuwa mgonjwa. Angezungumza vile mzee Kizinge mara baada ya kuwakuta walengwa wake au watu wote waliokaa kijiweni, mfano wa wale vijana wa pale kijijini ambao wanafanya shughuli zao za kibiashara katikati ya kijiji, yani center. Na kwa kuwa walikuwa wameshapata zile habari, lakini kwa kujua sifa za mzee Kizinge wangempambisha moto zaidi kusudi waendelee kusikia tambo zake. Vipi, kuna kitu gani tena mzee Kizinge? Kwani kuna mtu amekukorofisha tena mzee mwenye mji wake? Na hapo sasa mzee Kizinge angezungumza kwa majisifu na majigambo makubwa kweli kweli. Unajua bwana, sisi watu wenye akili zetu hatukurupuki kabisa kufanya mambo. Wao wanataka wote tukimbilia hospitali, kwani sisi ni waganga bwana? Lazima wabakie watu wa kufanya mipango ya pesa bwana. Sasa kiko wapi? Masudi ameshawatumia pesa shilingi milioni 1.5 tayari hospitali. Haya sasa, endeleeni kuzungumza. Alikuwa anazungumza pale tu mzee Kizinge na kuondoka zake, na kwa watu walikuwa wanamsindikiza kwa macho. Aibu zilikuwa zimewashika na kujiona kwamba wao walikuwa ni wenye hatia. Wakati haya sasa yanaendelea kwa mzee Kizinge, ambaye huyu alikuwa anaamini kwamba angetumiwa pesa muda wote kutika kwa kijana wake Masudi kwa ajili ya kutengeneza trekta lake. Mke wake naye sasa alikuwa njiani kuelekea nyumbani kwa mzee Sinyangwe. Yaani mimi nakaa na vyombo vichafu muda wote ndani ya wakati nyinyi mpo tu, halafu mwanangu anawatumia mahela mengi kama hivyo, hata mimi mwenyewe hajawahi kabisa kunitumia. Maneno hayo yalikuwa yanatamkwa kwa sauti ya wazi kabisa, ambayo hii ilikuwa imejaa hasira. Yalikuwa ni maneno, lakini ilikuwa ni kama wimbo mdomoni kwa mamake na Masudi wakati wote ambapo alikuwa anatembea. Alikuwa anatembea mfano wa wanajeshi ambao wapo kwenye mazoezi hivi. Sasa isitokee hata bahati mbaya mtu akamsemesha. Vipi mama Masudi, safari ya wapi tena? Hapo sasa mamake na Masudi angefunguka mwanzo mpaka mwisho pale pale. Yaani sisi tunawasaidia watu, lakini bado anatusema vibaya eti hatuna msaada, tuende hospitali kumwona mgonjwa. Hebu una pesa yote ambayo mgonjwa amemwokoa hospitali imetumwa na kijana wangu Masudi? Milioni 1.5, wao wangeweza kweli kupata pesa kama hiyo? Au ndio wangetuacha tu tufie hospitali? Alikuwa anazungumza vile mamake na Masudi kwa sauti ya kusimanga. Hapo sasa kwa yule ambaye hakuwa na habari na utumwaji wa pesa hiyo angeshangaa, na yule mwenye taarifa na utumwaji wa pesa hiyo angebakia macho chini kwa aibu, kwa sababu idadi kubwa ya wanakijiji wa pale Marangali walikuwa naisimanga kweli familia ya mzee Kizinge. Mama huyu alipofika nyumbani kwa mzee Sinyangwe alikuta hakuna dalili ya uwepo wa mtu yeyote wale pale nyumbani, japo mazingira yalikuwa safi kabisa, yakionyesha kwamba kulikuwa na watu walikuwa naishi, na tena wale watu walikuwa wanazingatia usafi pia, tofauti na kwake kule ambako kuna tisha kweli kwa uchafu. Kuanzia ndani, sakafuni, vyombo, jikoni, hata uwanja wa nyumba yake, vyote vilikuwa ni vichafu. Wameenda wapi sasa watoto na leo Jumamosi? Alikuwa anajiuliza mamake na Masudi, na huko alikuwa anatazama kushoto na kulia. Aliona kundi la watoto lilikuwa linacheza nyumba ya tatu kutokea pale kwa mzee Sinyangwe. Pasipo kuuliza, mamake na Masudi alianza kutembea kuelekea kwenye ile kundi la watoto. Nitawapata tunye watoto, lazima mkaoshe vyombo na mfagie pale pote nyumbani na kudeki kabisa ndani mote. Si mmeshapata shemeji ambaye mlikuwa mnamtaka Alikuwa anazungumza vile mamake na Masudi, na huko alikuwa anazidi kuisogelea ile nyumba ambayo ilikuwa ni mali ya mzee Mdemu. Ni kweli kabisa, mamake na Masudi aliwakuta wadogo zake Ariana wote watatu pale nyumbani kwa mzee Mdemu. Walikuwa wanacheza tu pamoja na wenzao. Aya, nyinyi wote hapa tuondokeni twende nyumbani, kuna kazi za kufanya kule. Alizungumza vile mamake na Masudi kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa ukali kabisa, na huko alikuwa ameshika kiuno na macho alikuwa ameyakaza kwa Steve, ambaye huyo ndiye alikuwa ni mkubwa kuliko wengine. Ukweli watoto wale hawakushangaa kabisa wala kushtuka kwa maneno hayo, kwa sababu walikuwa wanajua kabisa kuhusu utaratibu ule ambao dada yao walikuwa wanafanya miaka na miaka. Kwa sasa huyo mama akawasomba watoto wote watatu na kuondoka nao kuelekea nyumbani kwake, na huku akina Kevin walikuwa wanatangulia mbele vichwa chini kama vile wanakondoo ambayo walikuwa naelekea machinjoni. Sijui hata wenyewe walikuwa wanachukulia vipi.
lakini kwa kweli ilikuwa na huzunisha mno. Hata watoto ambao walikuwa katika eneo hilo walikuwa nasitisha michezo yao na kumtazama Steve pamoja na wadogo zake wawili, ambao hao wote na wadogo zake na Ariana Sinyangwe. Lakini kama unavyojua tena, watoto wadogo hawachelewi kabisa kusambaza taarifa. Haikupita hata dakika 5 mke wa bwana Mdemu alitoka nje. Haya, hebu ingieni ndani mkanywe chai mara moja, alizungumza pale mke wa mzee Mdemu, ambaye huyu kabla hajamaliza akasita kidogo. Na kina Steve ameelekea wapi hapa? Aliuliza pale mke wa mzee Mdemu, ambaye huyu hakuwa na watoto wadogo zaidi ya wale wakubwa tu ambao mida hii walikuwa wameshaenda shambani. Wamekuja kuchukuliwa hapa na mamake na Masudi. Amesema kwamba wakaoshe vyombo kule nyumbani na kufanya usafi nyumbani kwake, alizungumza vile mmoja kati ya watoto waliokuwepo pale nje ya nyumba ile. Ana nini lakini huyo mwanamke? Ama itakuwa ni kwa sababu ya hizo pesa zao ambazo ametoa kwa matibabu ya mzee Sinyangwe? Alizungumza vile kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa hajapenda kabisa jambo kama hilo, japo alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa amepata taarifa ile kwamba pesa ambazo zilikuwa zimetuma kwa ajili ya matibabu ya baba yao wale watoto zilikuwa zinatoka kwa bwana Masudi ambaye ni mtoto wa mzee Kizinge. Vipi, kuna kitu gani tena shemeji? Mke wa mzee Mdemu akasikia sauti kutoka upande wa kulia wa nyumba yake, na sasa aligeuka na kuona kila mzee Mwaisaka pamoja na Sanga walikuwa wanaingia pale nyumbani kwake. Eti mama Masudi amekuja hapa kuwachukua wadogo zake Ariana amewapeleka nyumbani kwake wakamsaidia kufanya usafi na kuosha vyombo, alizungumza vile mke wa mzee Mdemu na kuwafanya kina Mwaisaka washtuke kidogo. Eti anaenda kuwafanyisha kazi kwa nani? Yaani licha yote ambayo wanazidi kuwafanyia bado anawachukua tu na kutaka kuendelea kuwatumikisha zaidi, alizungumza vile mzee Sanga, na kwa alikuwa anaanza kutembea kuongoza upande wa nyumbani kwa kina Masudi, ambako mama kina Masudi na kina Steve walikuwa ndio wameelekea dakika chache tu zilizopita. Sanga, samahani, hebu subiri kidogo, alizungumza vile mzee Mwaisaka, na kwa alikuwa anaingiza mkono mfukoni na kutoa noti 4 za shilingi 10,000. Samahani shemeji amenipatia bwana Mdemu nije nikupatia hapa, na kule hospitali hadi ya mgonjwa anaendelea vizuri kabisa. Pengine mpaka Jumatatu anaweza kuwa amesharuhusiwa kabisa kutoka hospitali, alizungumza vile mzee Mwaisaka, na kwa alikuwa anampatia mke wa Mdemu zile pesa. Lakini shemeji, mbona mbio mnaelekea wapi? Aliuliza vile mke wa mzee Mdemu, na kwa alikuwa anapokea zile pesa kwa lengo la kuwazuia ili kusudi wasukutane na aibu ya mwaka kule ambako alikuwa anaelekea. Shemeji, hatuwezi kabisa kuacha waendelee kuwatumia watoto hawa wakati kila kitu kiko sawa kabisa, alizungumza vile mzee Mwaisaka, na kwa alikuwa anaondoka kumwahi mzee Sanga ambaye huyo alikuwa ameshapiga hatua nyingi tu kuelekea nyumbani kwa kina Masudi. Lakini sasa mwende mkijua kabisa kwamba wenzenu ndio wametoa hayo mamilioni ya matibabu, alizungumza vile mzee Mdemu kwa sauti ya kutupia, yani ile ambayo mtu anazungumza na mtu ambaye ameshaenda tayari. Na nikasema kama wao ndio wametoa, hao washenzi hawajatoa hata shilingi 100 mbovu, alijibu vile Mwaisaka, na kumfanya mke wa Mdemu atoe macho kwa mshangao kweli kweli. Kijana Tino ambaye huyu alikuwa amepewa kazi na wazazi wa Sebastian kumfuatilia Seba, alikuwa ndani ya gari dogo aina ya Toyota Starlet. Alikuwa njiani nyuma ya gari la Salma ambalo hili lilikuwa limetanguliwa na magari mawili kabla ya gari la Sebastian. Ni wazi kabisa kwamba Tino hakutaka kabisa Salma amuone alikuwa anafuatilia, japo lengo ilikuwa ni kufuatilia mienendo ya Sebastian ambaye huyu wazazi wake walikuwa na hofu ya matokeo ya fumanizi. Lakini pia kama Salma angemuona kwamba alikuwa anafuatilia, angestuka kwa sababu alikuwa anamjua. Mara kaona simu yake ilikuwa inaita, naye alitazama kuona nani ambaye alikuwa anampigia. Seba, ama atakuwa ameshajua kwamba anamfuatilia nini? Alikuwa anajiuliza pale Tino, na huko alikuwa anapunguza mwendo na kuipokea simu ile. "Naam brother Seba, mambo vipi bwana?" alizungumza pale Tino mara baada ya kuweka simu ile sikioni. "Poa tu Tino, vipi pale, zipi mila hii?" aliuliza pale Seba, na huko alikuwa anaonyesha kwamba hajui chochote kama Tino yuko nyuma yake muda ule. "Mimi niko mitaa ya Buguruni huku, kuna misho fulani nazifanya hapa, vipi kuna ishu yoyote kaka?" aliuliza pale Tino. "Ndio bwana Tino, nilikuwa nataka uanze kumfuatilia Salma kila hatua ambayo anaelekea.
na uchukue picha pamoja na video zote za matukio yake machafu pamoja na huyo jamaa yake. Sasa hivi Salma naona anaelekea Sinza, alizungumza vile Sebastiani. Basi haina shida kabisa kaka, naelekea huko sasa hivi, alizungumza vile Tino, na Sebastiani alisisitiza, hakikisha ajue kabisa kama unafuatilia. Na sasa tunamwona mama yake na Masudi akiwa amekaa kwenye kiti pembezoni mwa ukuta wa nyumba yake kubwa huko kijijini Marangali, na huko mbele yake watoto watatu wa mzee Senyangwe walikuwa wamejigawa kila mmoja na jukumu lake, wakati mtoto mdogo kabisa wa kike mwenye miaka 8 alikuwa ameshika ndoo, alikuwa anaelekea kuchukua maji bombani akiwa na deki ndani. Wakati huo pia Steve alikuwa amesimama mbele ya lundo moja kubwa sana la nguo ambazo hizi zilikuwa zinahitaji kufuliwa muda huu, na mwingine wa kike wakati yeye alikuwa anakinga maji kusudi akaoshe lundo la vyombo ambavyo hivi vilikuwa vinanuka kweli kweli kama mzoga wa fisi kutokana na kukaa muda mrefu na mabaki ya chakula huko ndani. Hakika hali kama hii ilikuwa inatia simanzi. Kila mtu alikuwa anajiuliza atamaliza vipi kazi kama hizi ambazo mamake Masudi alikuwa amezitoa. Leo ndio walikuwa wanagundua ni kwa nini dada yao alikuwa anazeeka kwa haraka kuliko wanawake wengine wa umri wake. Fanyeni haraka bwana, yani mimi nifanye kazi, nyinyi mpo tu na huduma zote mnapata. Alikuwa anazungumza vile mamake na Masudi kwa ukali, na huko alikuwa anaendelea kuzungumza. Na ole wake mtu alipoe kazi niliyompatia, mtanitambua mimi nani? Na kama ulikuwa ujui, basi nakudokeze kwamba mamake na Masudi ni kama alikuwa amekasirishwa na kitendo cha kusikia kwamba eti kijana wake Masudi alikuwa ametuma pesa kwa mamake na Ariana kwa ajili ya matibabu ya mzee Senyangwe. Hiyo ndio sababu ya hasira zake zote ambazo alikuwa anazionyesha hapa. Nyinyi mnadhani milioni 1.5 mchezo eh? Sisi wenyewe hapa hajawahi kabisa kututumia pesa kama hizo. Hebu fanyeni kazi huko, na tena mmalize haraka kazi zote ambazo nimewapatia. Alikuwa anazungumza vile mamake na Masudi kwa sauti ya ukali kiasi cha kuwafanya wale watoto, hasa yule mkubwa, aone kwamba sasa ile ilikuwa ni kama adhabu na sio kusaidia kazi kama ambavyo dada yao Ariana alikuwa anakuja kusaidia. Wakati watoto wanahangaika kukinga maji kusudi waanze kazi, mara akaingia mzee Kizinge pale pale. Wewe mwanamke ni hatari sana wewe. Umewatoa wapi au wakwe zako hawa? Aliuliza vile mzee Kizinge, na alikuwa anacheka kicheko cha kusanifu hivi. Si nimewakuta wanacheza cheza tu huko wakati kuna kazi za kufanya hapa nyumbani. Si wanataka dada wao waolewe. Sasa hakuna ndoa ya bure bure. Kabla hata mama yake na Masudi hajamaliza akakatishwa na sauti kutokea kwenye upande wa kulia wa jiko la wala nje. Ndoa gani ambayo unazungumzia shemeji, ambayo hawa watoto wanaitaka? Na sio tu bwana Kizinge pamoja na mke wake, lakini pia hata wale watoto wake na Steven waligeuka upande ule kutazama ni nani ambaye alikuwa amezungumza maneno kama hayo kwa sauti kali iliyojaa jaziba. Hakuwa ni mtu mmoja, walikuwa ni watu wawili. Walikuwa ni mzee Sanga aliyekuwa ametangulia mbele pamoja na mzee Mwaisaka ambaye alikuwa amefuatia nyuma, na watu wawili nyuso zao zilikuwa zimekunjamana kwa jaziba kweli kweli. Bora kabisa mmejileta wenyewe, alizungumza pale mzee Kizinge, ambaye huyo sasa aligeuka mzima mzima na kuwatazama wazee wale wawili ambao walishangazwa kule kweli na vile ambavyo mzee Kizinge alikuwa anajiamini. Haya sasa kiko wapi? Mlianza kuzungumza hosi na binadamu. Hosi jaenda Mafinga kumtazama mgonjwa. Haya ongeeni sasa nyie. Bila Masudi kijana wangu mgonjwa angewafia huko huko, na mnamuona huyo. Alizungumza pale mzee Kizinge kwa sauti ambayo ilikuwa ni sauti ya kusemanga hivi. Hapo sasa mzee Mwaisaka pamoja na Sanga walitazamana tu kwa mshangao mkubwa zaidi ya ule wa mwanzo, na kufanya mzee Kizinge acheke kicheko kikali kweli kweli cha dharau. Una sasa limewashuka wazee wazima. Unadhani sisi ni maskini kama wawe? Alizungumza pale mamake na Masudi. Mzee Kizinge, kwani huyu Masudi ambaye unamzungumzia amefanya kitu gani? Aliuliza pale mzee Sanga kwa sauti ambayo ilikuwa na kushangaa hivi. Msijifanye mjui bwana. Kwa taarifa yenu ni kwamba hapa kijijini kila mtu anajua kwamba Masudi ametuma pesa nyingi za matibabu ya huyo mgonjwa wenu anayetuletea lawama kila kukicha hapa nyumbani. Alizungumza pale mzee Kizinge kwa dharau kweli kweli, na huku mke wake alikuwa anaendelea tu kuachia kicheko chake chenye kuchukiza hivi. Hebu na nyinyi watoto acheni kusikiliza mambo yasiyowahusu. Choteni maji mwanze kazi mara moja kila mtu niliyompatia. Alizungumza pale mamake na Masudi, na hapo ni kama walikuwa nazidi kuwatibua hawa wazee wawili.
Mzee Sanga aliwageukia watoto wa kina Steve ambao sasa walikuwa wamesimama bombani. Walikuwa nasubiria ndoo ya kwanza ya maji ijae ili kusudi na wao wakinge maji, na kisha akamtazama mzee Masudi kwa macho ambayo yalikuwa yamejaa hasira kali sana. Hivi wewe mama, umesahau kabisa uchungu wa watoto mpaka unaofanyisha kazi wa watoto wa mwenzako namna hii kweli? Aliuliza vile mzee Sanga, na mzee Mwaisaka akadakia pale pale. Eti kisa sijui mtoto wenu ametuma pesa kwa mama Ariana? Nani ambaye amewadanganya kwamba Masudi ametuma milioni 1.5 kwa mamake na Ariana? Nani aliwadanganya? Aliuliza vile mzee Mwaisaka kwa sauti ambayo ilikuwa na hasira pamoja na uchungu ndani yake. Mzee Kizinge pamoja na mke wake mama Masudi walitazamana na kujikuta wote walikuwa wanacheka kwa dharau tu. Wanadhani hatujui kabisa hawa sisi, alizungumza vile mzee Kizinge, na huku yeye pamoja na mke wake walikuwa naendelea tu kuangua kicheko na kuwafanya kina mzee Sanga nao watazamane kwa mshangao wa kushangaa akili za mzee Kizinge pamoja na mke wake. Hapo sasa ghafla wakajikuta badala ya kukasirika walikuwa naangua kicheko kikubwa cha masikitiko, kicheko ambacho kilizima kicheko cha mtu na mke wake ambao hawa waliwatazama tu akina mzee Mwaisaka kwa macho yenye viulizo. Labda bwana Kizinge, hujui kabisa kwamba wewe na mwanao Masudi roho zenu ni sawa kabisa? Haukumbuki kabisa wala kuthamini kile ambacho familia ya mzee Sinyangu ilichowafanyia nyinyi? Labda mimi nakubaliana na wewe kwamba bwana Sinyangu alitumia milioni 1.5 ndio, na bado anaendelea kupata mahitaji yote pale hospitali, anatibiwa kama mtu maalumu pale hospitali, na hata mke wake analala na kula vizuri pale hospitali. Lakini hiyo pesa unajidanganya kabisa kwamba imetoka kwa Masudi. Haijatoka kwa Masudi kabisa pesa hiyo. Aliyekuambia amekudanganya mzee wangu, alizungumza pale mzee Mwaisaka. Na hapo sasa mzee Kizinge aliachama mdomo kwa mshangao, na huku akina Steve wakiwa wanawatazama wazee wale na kuwasikiliza kwa makini. Hata sisi mwanzo tulikuwa tunajua kama wewe unavyojua kwamba Masudi ndio aliyotuma hizo pesa, kwa sababu ni kweli kabisa wakati tuko pale hospitali Ariana alikwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kufuata pesa kwa Masudi ambaye ni mpenzi wake, lakini badala yake ni kwamba Masudi amemkataa kabisa Ariana na kumfukuza kama amjui kabisa kule Dar es Salaam. Alizungumza vile mzee Mwaisaka na kuzidi kuwadoaza zaidi mzee Kizinge pamoja na mke wake. Hapo sasa mzee Sanga alimgeukia Steven ambaye huyu alikuwa amesimama pale bombani pamoja na wadogo zake wawili. Steven mwanangu, wachukua wadogo zako, nendeni mkanywa chai kule kwa mama Mdem pale, sawa? Na msije mkamsikiliza tena huyu mama hapa kuja kufanya kazi kwake. Dadenu sio mchumba wa Masudi tena, sawa? Alizungumza vile mzee Sanga kwa sauti iliyokuwa na hasira kweli kweli, na hapo ni kama vile walikuwa wamefunguliwa kutokea jela watoto hawa. Steven pamoja na wadogo zake wawili walikimbia mbio, walikuwa wanapita njia ambayo alikuwa amejia akina mzee Mwaisaka. Walikuwa wamesahau kabisa hata kufunga bomba la maji ambalo bado maji yalikuwa yanatoka tu. Kwanza mimi nilikuwa najua tu toka siku nyingi kwamba Masudi hawezi kuwa na binti mchafu kama yule. Yaani aache wanawake wazuri huko Dar es Salaam aje kuwa na mwanamke asiyokuwa anaeleweka hapa kijijini kama huyo. Alizungumza pale mama yake na Masudi kwa sauti ambayo alikuwa anaamini kwamba ni ya chini, lakini iliwafikia vizuri kabisa akina Sanga ambao hawa waliangua kichoko kikubwa sana cha kumcheka mama huyu ambaye alishangaa pia. Yaani mama, we labda nikwambie tu jambo hapa. Kaa tayari kwa mambo makubwa zaidi ambayo yatakushangaza. Alizungumza pale mzee Mwaisaka, na huko alikuwa anageuka na kuanza kutembea, na huko mzee Sanga alikuwa anamalizia kwa onyo kali pia. Na ole wenu mwatumikishe tena hawa watoto na tutawapeleka polisi na waambieni. Alizungumza vile mzee Sanga, na kisha naye alianza kutembea kumfuata mwenzake Mwaisaka. Waliondoka zao tu wote kuwafuata kina Steve kule ambako walikuwa wameelekea. Mama pamoja na babake na Masudi waliwasindikiza tu kwa macho wazee hawa wawili akina Mwaisaka pamoja na Sanga mpaka walipotoweka kwenye macho yao. Haiwezekani kabisa hii. Lazima hii itakuwa ni njama ya kuficha aibu yao tu ambayo itawapata. Alizungumza vile mzee Kizinge, na huko alikuwa anatoa simu yake na kupiga kwenda kwa Masudi. Bahati nzuri simu hiyo ilianza kuita pale pale. Kijana wetu Sebastiani alikuwa mwenye mawazo mengi kweli. Alikuwa na uchungu mkubwa pamoja na hasira pia. Alikamata njia moja na kuelekea Mikocheni. Akiwa njiani alipokea simu kutoka Mafinga. Alikuwa anapewa taarifa kwamba mgonjwa alikuwa anaendelea vizuri
na huduma zote zilikuwa zinatolewa vizuri kabisa, naye akasisitiza kwamba mgonjwa pamoja na mke wake watazamwe vizuri na waishi vizuri pale hospitali mpaka watakaporuhusiwa. Sebastian alipokata simu ile alipigiwa simu na Bi Safia kwamba tayari alikuwa ameshamaliza kazi yake ya kumpamba Ariana na pia atamweleza kwamba atamworodheshia gharama zote kwa njia ya meseji. Sawa Safia, basi naomba nitumie tu alafu nikurushie pesa yako, hamna shida, alizungumza pale Sebastian, na kisha alikata simu na alipiga namba fulani ambayo hii ilikuwa imehifadhiwa kwa jina la fundi Fredi. Simu iliita kidogo na kisha ilipokelewa pale pale. Na mniambie bosi, ilisikika sauti hiyo kutokea upande wa pili. Sasa sikia Fredi, naomba uache kila kitu ambacho nafanya, nenda Sinza kwa Salma pale, kachukue gari na kisha uje nalo Mikocheni pale, alizungumza vile Sebastian akimweleza huyo fundi Fredi. Akaka, ndio nataka umkabidhi gari mpya ambalo umenunua Toyota Wish, aliuliza vile Fredi, ambaye huyu ni wazi kabisa kwamba alikuwa anajua mpango wa mwanzo wa Sebastian wa kumbadilisha Salma gari, kwamba achukue lile Toyota IST na kisha kumpatia Toyota Wish jipya kabisa. Uifanya kama ambavyo nimekuagiza Fredi, hayo mengine hayakuhusu wewe, alizungumza vile Sebastian, na kwa alikuwa anajitahidi kucheka kwa lengo la kuficha hasira ambayo alikuwa nayo katika moyo wake. Basi hamna shida kaka Seba, kwa hivyo niende sasa hivi ama nisubiri kidogo, aliuliza vile bwana Fredi. Nenda sasa hivi bwana, na ulilete ile gari Mikocheni pale, alisisitiza vile Seba, na kisha alikata simu. Mara baada ya hapo sasa alipiga simu kwa Salma, ambaye huyu pia alipokea simu, lakini alikuwa anaonekana kama alikuwa njiani hivi. Vipi bebi wangu Seba, ushanimisie? Ilisikika sauti ya Salma ambayo ilikuwa imejaa mahaba kedekede. Hata sijui ni kwa nini Sebastian alishika kidogo na tena kicheko tulivu kabisa. Nimekupigia tu simu nikwambie kwamba naelekea nyumbani sasa hivi, na kwa jinsi vile ambavyo najisikia, kwa kweli sintoweza kabisa kuja huko, nitakutembelea kesho nikiamka vizuri, alizungumza vile Sebastian. Na hapo sasa Salma alizungumza kwa sauti moja iliyokuwa na mbembelezo wa 4G kabisa. Jamani baby, mbona sasa niko na bahati mbaya mimi? Ningekuwa naruhusiwa ningekuja kulala kwenu kabisa, lakini ndio hivyo tena baby. Maneno ya Salma yalimfanya Seba atabasamulie pembeni tu, kwa sababu kila ambacho alikuwa anafanya Salma alikuwa anajua kabisa wazi haya yote alikuwa ni maigizo tu. Ndio hivyo, homa imeniharibia hapa, lakini kweli nilikuwa nimekupania sana kipenzi, alizungumza pale Sebastian kwa sauti tulivu kabisa, na huku uso wake ulikuwa unaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anamsanifu tu Salma, ambaye huyu aliachia cheko la raha. Basi usiwe na wasiwasi kabisa baby, mimi ni wako tu, kunywa dawa upone basi mapema, mali yako ipo tu baby, na hakuna yote ambaye anaweza kuigusa, ni wewe tu baby. Hilo neno la Salma ni kama likamtibua kabisa Sebastian, ambaye huyu alijizuia kuonyesha hasira zake. Sawa, sasa nakuja yule fundi wetu Fredi ambaye amekuwa akitutengenezea magari yetu pale, mpatie gari lako, anaenda kudirekebisha kidogo, alafu mengine tutazidi kuzungumza, alizungumza pale Sebastian, kisha waliagana na kukata simu ile. Mida ya saa 4 za asubuhi, njaa ilikuwa imeshaanza kumtekeja bwana Masudi. Alikuwa amejilaza tu kitandani geto kwake akiwa anaperuzi simu yake, anatazama posti za mitandaoni na alikuwa anajibu komenti za marafiki zake pia. Mara simu yake pale pale ilianza kuita, na kwa kuwa simu yake ilikuwa mkononi akaliona jina la mpigaji kwamba alikuwa ni babake mzee Kizinge. Inakuwa mzee kila muda simu tu, anafikiri pesa huko mjini zinaokotwa ama namna gani, alizungumza pale bwana Masudi kwa sauti ya ukali, na huko alikuwa anatazama simu ikiwa inaendelea tu kuita bila kuipokea. Je, ni kitu gani ambacho kitaendelea? Aibu inakaribia kuwafika familia nzima ya mzee Kizinge. Masudi akijua kwamba Salma alikuwa ameachwa, ataishi maisha gani hapa mjini Dar es Salaam? Na sote tunajua kwamba anamtegemea Salma, na Salma naye anamtegemea Sebastiani, na Sebastiani ana mpango wa kuachana kabisa na Salma na kugeukia kwa huyu mrembo wetu Ariana Sinyangwe. Hii ndio wanasema kwamba wa mwisho anakuwa wa kwanza. Jifunze, burudika, enjoy. Simulizi Mixi.